Hello, mambo vipi? Karibu sana tuweze kuendelea na sehemu nyingine ambapo nimekuwa nikitoa tips mbalimbali ambazo zitakusaidia kuweza kukua katika mziki wako, na leo nitakuwa nikielezea kuhusu makosa ambayo unatakiwa kuyaepuka unapokuwa unafanya practice au mazoezi ya mziki wako. Ukiwa unafanya kwenye chombo cha mziki kama gitaa, kinanda na maeneo mengine ya mziki, ni muhimu kuyaepuka haya makosa ambayo nitaenda kukuelezea hapa. Na moja kwa moja bila kupoteza muda, nitakwenda kuanza na kosa la kwanza ambao ni kurush, kufanya vitu kwa haraka haraka. Kuna mtu anataka kujifunza labda chombo cha fulani cha mziki na anataka ndani ya muda mfupi tu tayari ameweza kupiga, ameshaanza kupiga nyimbo tayari. Kwa kufanya hivyo, watu wengi huwa wanaviacha au wanaviruka vitu vya msingi ambavyo ni vya muhimu sana mbeleni katika ukuaji wako wa mziki huko mbeleni. Kwa hivyo vinakuja kukosi baadaye. Kwa mtu anaanza tu moja kwa moja, kuna mwingine anataka umuelekeze kupiga nyimbo fulani moja kwa moja, yaani ndo anaanza, anataka aanzie kwenye hiyo hatua. Kwa kuna vitu vya msingi sana ambavyo unakuwa umeviacha mwanzoni ambavyo vitakuja kukosti tu baadaye katika unapokuwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo ni muhimu kuzingatia vitu huwa vinaenda kwa hatua. Kubali mchakato wa ukuaji na uweze kwenda kwenye stage zote. Hiyo itakusaidia baadaye usije uka stagnate. Lakini pia kosa jingine ni kupractice bila kutumia metronome. Mtu anaweza akawa anafanya mazoezi ya scale hatumii. Unapofanya mazoezi ya chombo chochote cha muziki, ni muhimu sana kutumia metronome. Na mnapozungumzia metronome, nazungumzia kitu kama hicho ambacho ndo kina guide tempo yako pamoja na rhythm ya upigaji wako. Kwa hiyo ni muhimu sana kutumia hiyo metronome na uanze kwa spidi ndogo. Watu wengi huwa anataka aanze kwa spidi kubwa na anashindwa kuzingatia vitu vya msingi kama vile noti, namna sahihi ya kuweka vidole. Kwa hiyo inakuwa pia ni changamoto. Na kuna issue pia ya posture, jinsi ya kukaa, jinsi ya kuweka vidole kwenye gitaa, namna ya kulishika gitaa lako. Ni vitu vya msingi vya kuzingatia unapoanza kujifunza gitaa lako, ambavyo vitakuja kukusaidia baadaye. Kwa hiyo ukiviacha au ukiviignore hivyo vitu, baadaye tu vitakuja kucost. Kwa hiyo posture, namna fingerings, jinsi ya kuweka vidole, namna ya kulishika gitaa lako, namna ya kukaa kwenye kinanda, hiyo ni vitu vya msingi sana vya kuzingatia unapoanza kujifunza. Lakini kitu kingine ni kufanya mazoezi bila kuwa na goal. Unakwenda kufanya mazoezi, hakikisha una lengo kichwani kwako kwamba nataka nikafanye kitu fulani, na hicho kitu isiwe ni kitu ambacho umeshakizoea, kwa sababu ubongo huwa unapenda kuwa kwenye comfort zone. Unatamani upige nyimbo ambazo umeshazizoea tayari. Hiyo inakuwa hamna kitu ambacho inakuongezea. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na goal, labda kuna kitu ambacho kimekuwa kikusumbua, hicho ndio unachoenda kukifanyia mazoezi. Hiyo itakufanya ukue kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo hayo ni mambo machache ya kuweza kuzingatia. Tutaendelea kupeana tips mbalimbali za namna ya kukua kutoka hatua moja ya kimuziki kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo epuka hayo makosa na naamini utakuwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Asante, uwe na wakati mwema.